Ndugu zangu, kama kuna mahali tunapoteza pesa nyingi sana na maduhuli ya serikali yanapotea, ni eneo hili la utoroshaji wa mifugo. Waheshimiwa viongozi wetu wa wilaya, mkurugenzi pamoja na DAS na watendaji wako wa kata na wa vijiji, hasa kwenye wilaya hii, kwenye hizo kilomita 61 za mpaka kwenye wilaya hii, nendeni site mkaunde kamati za doria huko ambazo zitakuwa zinawaletea takwimu kila siku. Ninyi mtajua mtakubaliana vipi, kwa sababu hilo sasa ni swala la ulinzi na usalama. Sitaki niwafundishe jinsi gani ya kufanya kazi zenu. Ninaamini kwenye nchi hii kila mmoja amepewa majukumu yake. Hali si nzuri. Nchi hii hatuwezi tukaendesha viongozi wangu kwa operation za gamba. Hatuwezi. Kwa upande wa mifugo, naomba niliweke wazi kabisa kwenye mipaka yote. Viongozi wetu wa wilaya, madisi, madas, watendaji, wakata na wa vijiji, majukumu mliopewa ni pamoja na kuhakikisha rasilimali za nchi hii zinalindwa. Mheshimiwa mbunge na timu yako ya wilaya, mtusaidie. Tunapoteza fedha nyingi sana kwa mifugo kutoroshwa. Kwa miaka mitatu iliyopita, baada ile operation juzi iliyofanyika, operation 2018 ilikopita, ilifanyika kwa awamu 3. Kiasi cha bilioni 16 zilikusanywa kwa hiyo operation tu. Sasa imagine, hao ni mifugo waliokutwa wakati operation ikiendelea. Zaidi ya bilioni 16 zilikusanywa. Operation ya kwanza ilikuwa kama bilioni 5, iliyofuata kama bilioni 3, nyingine sio kama bilioni ngapi. Bilioni 16. Kwa timu kutoka tu kusema twendeni leo tukaangalie vipenyo. Sasa wapendo wangu, Mwenyezi Mungu ametujalia sana taifa letu hii. Tumepewa eneo la ardhi kubwa sana. Hapa leo tuko Horohoro, lakini ukitoka huku unaenda mpaka kule Mafia. Nchi hii ni kubwa. Hujakwenda Kagera huko, hujaenda Mtwara huko mpakani huko Tunduma, hujaenda. Huu ni mpaka moja tu wa Horohoro. Kama viongozi hatutotimiza wajibu wetu, hatutokuwa na uchungu na rasilimali za nchi hii, tutabaki kulalamika, Mheshimiwa Rais atabaki kuumia moyo peke yake, wakati sisi wa Tanzania hata mwenyekiti wa kitongoji tu hangaiki ng'ombe wanatoroshwa. Tukileta hii timu ya wataalamu wakakaa kila upenyo, tutaweza kuwalipa? Jukumu la mtendaji wa kijiji ni nini kwenye eneo lake? Nitoe rai kwa watendaji wetu wa vijiji, wakata, DAS na timu yako ya watendaji. Hamieni kwenye hivyo vipenyo, kwenye hizo kilomita 61. Zuieni mifugo kutoroshwa. Hapa ni upenyo mkubwa sana wa Horohoro. Mkubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mashimba Mashauri Ndaki aliunda timu. Ikaja ikaangalia tulivyoona zile bilioni 16 tunapoteza hizo ni ambazo tu kwenye operation tumezikusanya. Maana yake tunapoteza billions za pesa. Jamani, Mheshimiwa madiwani mtusaidie huko. Viongozi wangu mtusaidie. Wananchi wa Horohoro, wa Mkinga, itoshe kusema tuipende taifa letu kwa kuacha kupeleka na kutorosha mifugo. Pamoja na kwamba mnada haupo, tunakwenda kujenga, lakini ninyi sasa hakikisheni mnafuata zile taratibu, kwa sababu upotevu wa maduhuli ya serikali ndio yanayosababisha hata hawa watu wanakosa hosi na vitu vingine. Lakini hizo pesa tukipata, tutajenga madarasa, zahanati, hizo pesa zitarudi kuboresha majosho na mabwao. Ifikie hatua wewe kama Mtanzania, kama unampenda rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, huu rais ambaye halali kwa ajili yetu, anatamani nchi yetu hii iheshimike, pamoja na vita vingi anavyopigwa vya kiuchumi, vita sijui vya corona, sijui kitu gani. Mnafahamu nchi inavyoshambuliwa kwa macho mengi sana.
sisi wenyewe tuipende nchi yetu. Mifugo ni wa kwetu, tuwalete hapa, taratibu zifuatwe, shusha pale kwenye holding ground. Hata kama mfanya biashara amekuja kununua kwenu, anataka kusafirisha, atakatiwa vibali hapa.